Habari watazamaji, mimi ni Dkt. Revathi Ramaswamy kutoka hospitali ya Apollo Secunderabad. Nyote mnajua hysterectomy ni nini au kuondolewa kwa mfuko wa uzazi. Wacha nizungumzie njia mbalimbali za kuondoa mfuko wa uzazi. Kuna njia nyingi za kuondoa mfuko wa uzazi. Kama mfuko wa uzazi umeshuka na kulegea na unatoka chini, basi njia sahihi ya kuutoa ni kupitia chini na inaitwa hysterectomy ya uke. Hii ni moja ya njia rafiki zaidi kwa mgonjwa ya kuondoa mfuko wa uzazi. Pamoja na kuondoa mfuko wa uzazi, pia sehemu za jirani ambazo zimelegea zinakazwa. Hii inaitwa kusaidia sakafu ya nyonga na perineum ili eneo lote liwe limeimarishwa. Njia nyingine ni hysterectomy ya laparoscopic, ambayo ni kuondoa mfuko wa uzazi kupitia tumbo kwa kutumia mikato midogo sana ya takriban nusu hadi sentimita moja. Kisha kama mfuko wa uzazi ni mkubwa sana na kama hysterectomy ya laparoscopic haiwezekani, basi njia ya jadi ambayo imekuwa ikifanywa kwa miaka mingi inaitwa hysterectomy ya wazi au laparotomy hysterectomy, ambapo unafungua tabaka za ukuta wa tumbo na kutoa mfuko wa uzazi kwa mikono yetu. Bila shaka, kuna mbinu ya kisasa zaidi ya hysterectomy inayoitwa robotic hysterectomy, ambapo roboti inamsaidia daktari kutoa mfuko wa uzazi. Kila moja ya njia hizi ina umuhimu wake na kila moja ni bora katika hali fulani. Sasa, nini kinaamua ni aina gani ya hysterectomy ifanywe? Ni aina ya mfuko wa uzazi, aina ya tatizo na ujuzi wa daktari bingwa. Tunahitaji kuchanganya haya yote na kuamua ni njia ipi sahihi kwako. Siwezi kusema kwamba njia moja ni bora kuliko nyingine. Kila moja ina upekee wake, kama unavyotumia jiko la presha kwa kazi au sufuria ya kawaida kupika chakula. Unatumia oveni microwave kwa kazi nyingine, unatumia rice cooker kupika wali. Unahitaji kutumia kila moja kwa busara. Vivyo hivyo, kuna njia tofauti na tunapaswa kutumia kila njia ipasavyo. Asanteni sana marafiki.